Wivu uliopitiliza ni ufunguo wa talaka. Wivu ni lazima uwe nao, na usikubali asilani machafu kwa nani? Kwa mumeo. Lakini mumeo ana mke zaidi ya mmoja, kwani kuoa wa pili, wa tatu, wa nne ni haramu? Si haramu, lakini hii si inakuumiza kwa mujibu wa maumbile yako na wivu wako? Basi jikontrol kwenye wivu wako, la sivyo unaitafuta talaka. Wanaume wa siku hizi hawana vifua kama kifua cha Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa hivi ukisumbua watu wanafanya replacements kiurahisi kabisa. Mnaachana asubuhi, mwamba jioni kaoa. Mtume alayhi salatu wasalam, nafikiri siku moja yuko kwa Bi Aisha, Bi Zainab binti Jahsh, akatuma sahani yenye chakula kuja pale alipo Mtume alayhi salatu wasalam. Dhahiri kana vile alikuwa na wageni. Kwa hiyo Bi Zainab akaona wacha aongeze chakula kule ambako Mtume yupo na wageni, na alikuwa kwa nani? Kwa Bi Aisha. Sahani imeletwa ile ina chakula, kama ni afkeki, kama ni mandazi, kama ni chapati za maji, Allahu aalam. Kilipoingia tu kile kisahani kimeletwa na mfanyakazi, Bi Aisha alipokiona tu akajua kimetoka kwa mke mwenzake. Alichofanya pop, akakibeta kile kisahani, chakula kikamwagika, sahani ikavunjika mbele ya Mtume na mbele ya wageni. Wafikiri mimi nakufanyaje kama mimi ndo mumeo? Kwa haraka haraka yani, kwanza umeniaibisha mbele ya wageni wangu, halafu yule pia ni Mtume, ni nafasi yake ni kubwa. Unafikiri utatoka salama? Lazima niwathibitishie wageni wangu kwamba mimi mwanamume wa shoka. Kwa hiyo nakuacha pale pale, pamoja na kuwa hupo, kwamba kuanzia sasa sio mke wangu wewe uliofanya hivi. Lakini ajabu, Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa na kifua kikubwa. Akachukua ile sahani akamwambia yule binti aliyoleta, subiri. Alafu akawaambia masahaba zake, gharat ummukum, ni wivu tu wa mama yenu. Bi Aisha alipotulia, itakuwaje ya Rasulullah? Akamwambia basi chukua sahani nyingine mpelekee Bi Zainab. Mambo yakaisha hivyo. Lakini sisi hatumalizi hivyo kwa tukio kama hili tu. Hata kama hadithi tunaikumbuka, lazima tutumie utanzania wetu, japo sahihi ni kufanya hivi. Kwa hiyo mwanamke, tambua kwamba wivu uliopitiliza ni funguo ya talaka yako. Kweli inauma, lakini kama ni haki vumilia. Allah tayari ashatoa ruhusa, fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa ruba'. Wengine mnasusa sinaenda kwetu. Wewe nenda kwenu, unamwachia nafasi kamili mke wa pili. Maki angalau ungebaki mgegawana zamu 2 2 3 3. Kwa hiyo umeondoka, zote anapata yeye. Nani kaumia? Wewe ulosusa, ukisusa wenzako wala, ndo hii sasa.